Jambo, salut à tout le monde. Kwenye mko tunabasalimia kwa jina la Yesu. Tuko hapa leo mimi na petite sœur yangu Bintu. Tunapenda kupartager kidogo juu ya upendo, donc perspective yetu comme les chrétiens. Upendo ni nini? Qu'est-ce que l'amour? Tunaiwaza saa nini ukiwaza saa Mkristo upendo ni nini? Mais avant tout tunapaswa alika Saint-Esprit, si ndio? Juu Roho Mtakatifu akikuwa hapa tutaelewa venye tunaweza ongea na wewe utapokea bien parce que Saint-Esprit iko pamoja na shi. Donc ndeza ningelomba da Bintu anafanya ka prière kidogo kakualika Saint-Esprit. Karibu. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa kutupatia muda kama na wewe ya kupartager parole yako. Tunaomba utuongoze, tupatie hekima na utufunze kusema maneno yako hapana maneno yetu. Asante parce que utakuwa katikati yetu. Amen. Amen. Voilà. Donc sujet gisi tulisema ni amour. Donc tukiwaza qu'est-ce que l'amour? Donc mimi nikiwaza sa Mkristo, unaona? Mimi ndasema que amour ni fondation. Amour ni Yesu Kristo. Amour ni base. Amen. Amour ndio kila kitu. Parce que Dieu lui-même pour qu'il atoneshe upendo alifanya nini? Akajitoa comme sacrifice. Tukienda ku verse yenye natuonesha parce que kila kitu il faut kukuwa na angalia kiko mu Biblia haiko benyeshi tunawaza. Donc iko 3 Jean 3:16 ni verse yenye tunajua shie wote depuis tuko wadogo. Kwa maana gisi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Amen. Donc ile njo identité yetu. Amour ni identité. Unapaswa representer Mungu kote koko naenda. Si ndio vile? Ndio vile. Sio wewe unawaza hai. Bon, mimi nawaza vraiment ushongea base ushaenglobe kabisa juu ile ndio inakuwa ya kabambi. Juu upendo unaanzia kwa Mungu. Yeye ndio alianza kama yeye ndio source ya upendo. Na aussi tukiangalia 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 13 parle aussi apôtre Paul anaongea juu ya upendo. Tunaona patience, tunaona msamaha, tunaona kujishusha. Tunaona ke upendo inapita na imani. Juu hata ukwe na upendo, inaongea pale ke hata ukwe na upendo, hata ukua kusaidia, unaweza saidia mais kama kuifanya juu ya kujionesha nayo tena iko upendo kitu bure. Ya inakuwa juu unafaa juu mtu aone. Voilà. Ya au fait juu ya kuglorifier Mungu. Donc tunaona ke upendo inasamee pale pale kuile verset. Ukiangalia ku 4 anasema upendo haina kujivuna, inakuwa kujishusha, maana kujihimilia. Juu Mungu kwanza yeye pekee ndio humiliation. Alijishusha gisu lisema deja Jean 3:16 alishuka akajishusha akajifanya mtoto akajihimilia juu tufanye nini? Tukombolewe. Donc upendo anasema ni msamaha pale ku 1 Corinthiens 13 chapitre 1. Mama mjekazi. Ndio vile. Ile tunasema upendo ayonake mabaya. Donc Mungu alionaka mabaya yetu, makosa yetu, udhaifu wetu, ulema wetu, kila kitu, na akajitoa juu dunia ilikuwa isharibika, mabaya mingi napita. Hakuna mtu mwalisimama kasa Mungu. Sema amen. Mungu tu akasema mimi ndajitoa, banipige feo te banataka, juu tutakomboa dhambi zetu. Ndio maana usipande mabego useme kama niko gisi liko leo ni juu kwako juu uko ni juu Mungu alijitoa akasema mimi ndapita hapa pour que Bintu kuelewe na mimi kuelewe. Sema amen. Amen. Donc upendo haupashi kuwa na kiburi kwa upendo. Unajua kuna kiburi maana hauna nini? Hakuna tena upendo. Na kule ngambo ya msamaha, surtout ile ngambo ya msamaha tunasemaka mimi nakupenda. Juu kwa unapenda mtu, hautaona tena mabaya yake. Juu upendo yonake mabaya. Unasema unasamee mtu, ifo unasamee unasahabu. Juu kiangalia mu Psalm 103, pale nako inaongea juu ya msamaha haikumbushi. Mungu akitusamea na tupa dhambi yetu gisi est na west na chana. Sasa ikishakuwa unasamee, unakumbusha mabaya tena iko upendo ile. Ya kukumbushana juzi na juzi yake. Manke hakuna tena upendo, juu upendo ayonake. Voilà, pardon ni compléter pale kidogo na sema. Manke mtu sa Mkristo jikazo fike ku niveau yake hata mtu anakukosea. Umusamee na yake kwambia unihurumie. Ile mabaya yake unaitia unasema mimi sa Mkristo au mtu nishangu msamee. Pale uko na upendo mwenye nguvu. Na kitu kingine sawa Kristo Bintu. Donc shi tuna representer Mungu. C'est ça. Tunashaka kwa exemple ya mzuri ya representer Mungu tunaenda. Unafika fasi kwenye donc juu shi Mkristo juu kuone kwa Mkristo ni matendo yako. Voilà.
matendo yako. Ndiyo. Haiko kuomba sana, kukesha sana, kujifasi juu ya haiko maneno huko asema, lakini action zako. Yesu unaishi na watu, si ndio? Unanikumbusha quelque chose. Parce que tukiangalia vraiment ile jina chrétien tokea wapi? Ni kule Antioche. Ya saba Kristo bale nani ba mitume ya Yesu walikuwa wanapita, watu wanasema hapa ni wa Kristo. Shasikia. Ni wana wa Kristo. Juu walikuwa wanafanya majeste yenye kosa Kristo. Amen. Donc tabia zetu na gisi tunajikomporter nayo. Yesu. C'est ça. Njoo. Amen. Yeah. Zifanane Yesu. Urepresente Mungu kwenye uko naenda. Donc kama unajikuta hauna ile utu wema. Utu wema ndio kuwa na roho mzuri. Donc uko mtu mnafurahia baraka wengine, uko mtu mnabarikiaka, hautapenda kule wengine bakose, umalize yote, wewe tu njoo onekane, wewe tu njoo barikiwe, wewe tu njoo hivi, haone ba maskini. Maana uko tu na roho yako ingine tu. Yenye ukiona uko tu mbali na upendo, na upendo ni vya mzuri, roho yako hauna upendo, uko mbali na upendo. Njoo ile. Uko mbali na upendo. Yeah. Juna tukiangalia hapa hata tuseme Shinjo prophet, niseme kwa mfano prophet Magi, wenjo unasema kwa lugha, manke milime naanguka na tingizika bila upendo ni bure. Unaweza soma pale kadogo tu, kale kadogo. Iko hapa mu 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Inasema if I could speak in all languages of earth, so niko nisoma mu English just na Biblia ya Kiswahili, of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noise gong or a charging climber. So it's more like, sorry, mimi naongea mangle. Je nisoma mangle. Mais iko tu sagisi atoongee kwa lugha, ipangushe milima na mabonde, ipande ishuke, hata watu wote wanaanguka, wengi wanafanya mamiujiza bila upendo iko bure. Uko kitu bure. Njoma tunaona watu wako wanahubiri stangu ujije mtu pastere bajakazi mabunabi siwe vitu gani mimi yenyewe mimi naona kila nikikutana na mtu yeye mimi naangalia ya kwanza nani mwenza tembea anaweza jana naye kama maisha yako kwa hii uko mtu mko upendo uko hai unaona juna kama ni hypocrisy inafika wakati inaisha joy unaona kwa sababu unafika mtu anakuonesha hivi après un temps binaisha jua iko njoo wewe haikuwa channel voilà mais tuko najifunza kidogo tujikate tu representer Mungu ndio kazi alituachia hapa tuoneshe ile upendo fasi kote konaenda voilà so kama kwa vingine wetongezea kwa maana si jenya haiwezi isha nikizani niko ya mingi jua upendo mais selon hii Jean 3 ulisema ndio vraiment na kwa base ya vyote na hii 1 Corinthiens na kwenda englober vyote patience kuchukuliana kusameana kuhurumiana donc mimi nawaza na kama na wako na definition yako tunaweza penda na drop mu comments pale tu ku YouTube ya Freedom Photography ukidrop na wewe pale unaweza tuambia na wewe upendo njoo nini juu kila mtu kuna gisa anaweza definir upendo kila mtu anaijua tulikomanisha tunasikia upendo mbitu ya mingi mu mafason ya mingi baubiri ya mingi kila mtu anaongea gisi yake voilà. Donc, guys, let's say it in English and then we get done with this, right? So we're talking about love in a Christian version. Like, what do we think about love? Let's hear from Angel. What does she think about love? We have read a lot of verses here, Bible verses, that says what love is. So let's hear what she can say about it and then we continue. Yeah, if you ask me what love is, if I'm going to put it in a Christian view, I would say love is... I would just see it in, let me say, Apostle Paul's version, what he said in 1 Corinthians chapter 13, 1 up to 13. Because if you read all that verse, let me say the chapter, you're going to see that love is the greatest of all. Like it's kindness, it doesn't boast, it's patience. And it also says that if you have, you speak in tongues, you make miracles, you do wonders without love, you're nothing. You're not. So love is everything and love is forgiveness. He said love is forgiveness. And we as Christians, if we can try to relate to Christ, like when he forgives, he doesn't remember. So love is when you forgive someone, and let me say, when you love someone, you forgive them. Like you don't remind them of what they did yesterday. But you forget because you love someone. That's true. So I agree. That's all I can say. Love is the greatest. You can have faith, but without love, it's nothing. I agree with her. What would you say? That's what I would say because
wherever we go, we have to show love. We have to be kind, and we have to represent Christ into us. So you won't see somebody suffering, somebody in need, you know, they want help, and then you just think of just you alone. That's not love. So me, I'm not surprised, and nothing that shakens me when I see people, I'm not shaken when I see people prophesying and doing miracles and all that. What matters is their private lifestyle. Like what you do when you're not preaching, when you're not in the church, when you're outside living your life, that is where you see if this person is a real Christian. So love, according to me, love is our foundation. Love is powerful. Love is Christ. Love is the basic. According to John 3, verse 16, because this verse is something that we grew up with. It's not something, but it's everything according to the Bible. We grew up with this Sunday school. and Sunday school, right? And we learned how to love. They taught us about love. Do not eat and finish your food without giving Maggie. You have to keep some share. for me. Share. So we used to share, you know. That time we used to eat with our, you know, fingers. Yeah. So you don't eat alone. You have to keep some for your siblings, for your friends, for your neighbors. So we shouldn't be selfish. If you have love, you should think about others. So that's it. It's a lot about love. Okay, so if we have to summarize everything, love is the greatest. Love is God. We represent Christ, so we have to show love because we have His image here. Like people see us, they see Christ. Yes. And we have to be patient, forgive each other, be tender. Don't bribe, brag, not bribe. Yes. Bribe, yeah. You gotta be humble if you have love. Be humble. Don't be proud, because love and proudness, God and proudness, it doesn't match. No. It does not go together. So be humble, be kind. Yes. And when you show love, when you love, you present God, it makes the heavens happy. Yeah. Doors are open for you. God blesses you because you're doing the right thing. We are on earth here to represent God. Yes. Not representing yourself, but God into you. We're not perfect. No. Nobody's perfect, right, Angel? We do mistakes every day. Just like you said in Psalms there, you know. People do you wrong, but you forgive. And forget, yeah. And forget. So that's it, guys. I don't have more to say. Maybe that's what God had for us today. But we can hear them also. Yeah. Like, So we're waiting to hear from you, and may God bless you. Yeah. Drop your comment, share with us your mind, what you think about love, and God bless you for listening and watching this. Remember, guys. Yes. Yeah. Okay, you can say it. It's Sorry. okay. I love that it's in your mind. What was that? No, I was just saying we have to remember that they have to comment, they have to follow Freedom Photography, the best of all. Yeah. It's the best. Freedom Photography, Instagram page, follow him, Facebook. We have a lot for you. Every event, we're gonna give you the best. We have the best. I can say it. Pictures, you have a wedding. At you have affordable anything. prices or so. Yeah. Yeah. Just So we travel everywhere, worldwide. and we don't just offer quality, but we offer a service, a good service. A good service. Yes. And we are always punctual. Yeah. Yes. Okay, God bless you. And thank you because you're going to reach out. Bye-bye. Maybe we should say a prayer. Like we can't complete the prayer. Yeah, do that. Sorry. Oh Lord, we thank you for this wonderful moment. It feels good to share your word. I just want to bless all my sister and brother out there that are listening to this message. Father, we want to love like you because you are the only true love. You showed us love since day one. Help us that this message will also bless us because we said we're not perfect. You're perfect, Lord. Where love seized in our hearts or lives, Lord, I just pray that you will shape us and help us to love each other the way you do. May this message bless people as it has blessed us. In your name, Jesus Christ, we pray like this. Amen. Amen. Thank you for watching. See you. Stay tuned. We have more videos coming and photos.